الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وإمام المتقين، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد وقفة طويلة، baada ya kisimamo cha muda mrefu, risala yetu hii ya kashfu ashubuhat, risala ya alimamu Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahmatullahi tabaraka wa taala alayhi, risala inayofungamana na tauhid. Leo hii tunaendelea tena baada ya kuwa tulichukua sehemu kidogo ya risala hii. Kwa insha Allah, kwa kuwa ni katika mwendelezo, basi duna jadwa, hakuna namna isipokuwa ni kuendelea. Wa nahnu fi talabi alilmi hajatuna ila alma'rifa, haja yetu katika elimu ni kujua na kuelewa kile ambacho wamekitamka wanawazuoni, wamekitaja. Tulikuwa katika maneno ya Imamu Muhammad bin Abdul Wahhab ya nyuma, alikuwa anazungumza kuhusiana na neno au maana ya kauli ya la ilaha illa Allah, kwamba washirikina wanaposema la ilaha illa Allah na wanaposema al-ilahu indahum, huwa wao wanamkusudia kwenye baadhi ya mambo, au wanamkusudia kwa ajili ya mambo kadhaa. Wakisema al-ilahu, maabudu, mwenye kuabudiwa, huwa ni yule ambaye wanamkusudia kwenye ajili ya baadhi ya mambo. Sawasawa, mwabudiwa huyu atakuwa ni malaika, atakuwa ni nabii, atakuwa ni wali, utakuwa ni mti, itakuwa ni kaburi, litakuwa ni jini. Wao hawamkusudii kwamba mwabudiwa ni yule Allah aliyeumba, mwenye kuruzuku, bali wao wanamkusudia mwenye kuabudiwa ni yule ambaye wao humkusudia kwenye mambo fulani. Hawatojali kwamba atakuwa ni malaika, atakuwa ni nabii, atakuwa ni mti, atakuwa ni wali. Wao hawajali hilo, kwa sababu wao wanaamini kwamba jambo la uumbaji ni la Allah peke yake, jambo la utoaji wa riziki ni lake Allah peke yake, jambo la uendeshaji wa mambo ni lake Allah peke yake. Sasa wao wanaposema muabudiwa, wanamkusudia zaidi ni yule ambaye wao hutaka kupitia yeye uombezi, hutaka kupitia yeye msaada kwenye baadhi ya mambo yao, ndio mwabudiwa kwa wao. Sasa shekhi akaja akasema, sasa walmuradu min hadhihi alkalimati ma'naha, walmuradu, na makusudio, min hadhihi alkalimati, ya hili neno, muradi makusudio yake ni ile maana yake, ma'naha la mujarradu lafdhiha, si kule kulitamka peke yake, sio kulitamka peke yake, bali ni ile maana ya la ilaha illa Allah. Walkufaru aljuhalu, na makafiri wale wajinga sana, ya'lamuna, wanajua, anna murada an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwamba muradi wa mtume bihadhihi alkalimati, kwenye hili neno, huwa nalo ifradu llahi taala, ni kumpokesha Allah aliyetukuka na aliyetukuka, bitaalluqi bihi, kwa kujifungamanisha kwake yeye. Yani makafiri wale ambao ni wajinga
wanajua kabisa makusudio ya mtume kuwaambia watu waseme la ilaha illa Allah, maana yake wao wanajua kabisa kwamba mtume anakusudia tumpwekeshe Allah peke yake na tujifungamanishe na yeye tu peke yake. Walkufru bima yu'badu min duni llah, na kuvipinga na kuvikufuru vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Hii ni ilmu ya makufari kunako maana ya la ilaha illa Allah, kwamba makusudio la ilaha illa Allah ni hayo, ni kuvikufuru vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah. Kuvikufuru maana yake ni kuvipinga, kuvikataa, kujiweka navyo mbali, kujitenga navyo. Wao wanajua kwamba huyu Muhammad anapotuambia la ilaha illa Allah anakusudia hivi, tumpwekeshe Allah peke yake kwenye kumwabudu na tujifungamanishe na Allah peke yake, na vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah tuvikanushe. Walbaraatu minhu, na kujiweka mbali na vitu hivyo vyote, kujiweka mbali. Hii ndiyo elimu na ujuzi wa makufari wale wajinga, yani wanajua muradi makusudio ya la ilaha illa Allah. Fa innahu lamma qala lahum, kwani yeye mtume sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum, pindi alipowaambia qulu la ilaha illa Allah, semeni la ilaha illa Allah, qalu, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida, anataka kujalia muabudiwa awe ni muabudiwa mmoja. Inna hadha la shay'un ujabun, kika hili jambo la kustaajabisha, kwamba huyu Muhammad anatulingania sisi tuseme la ilaha illa Allah, malengo yake kwamba watu wote wamfanye muabudiwa ni mmoja. Inna hadha la shay'un ujab, kika hili ni jambo lenye kustaajabisha. Haya maneno yao ni diqqatun fi tafakkur indahum, ni undani wa kutafakari walionao, kwamba wameisawiri sura ya da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kulluha, yote wameitazama, namna anavyolingania huyu, namna anavyowaita watu kwenye dini, maneno yake, usulubu wake, uzuri na umakini wa maneno yake, wakaelewa ya kwamba huyu Muhammadi huyu hana chochote anachowaambia watu isipokuwa anataka vyote tunavyoviabudu katika mizimu, katika masanamu, katika watu, katika miti, mawe, vyote hivi tuvivunje vunje, tuvikatae, tujiweke navyo mbali, tumwabudu Mola mmoja peke yake. Undani wa kutafakari na undani wa uelewa wa makufari wa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, kuielewa siri na makusudio ya da'wa ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanasema ya kwamba aja'ala al-alihata ilahan wahida, anataka kufanya miungu yote wenye kuabudiwa vyote viwe ni mwabudiwa mmoja. Inna hadha la shay'un ujab, tika hili ni jambo la kustaajabisha kweli kweli. Kaifa dhalik, itakuwaje sasa tukihitajia mvua, tukihitajia mazao, tukihitajia biashara, mwenye kuhitajia watoto, mwenye kuhitajia si kutibiwa, yote tumpelekee Mola mmoja. Inna hadha la shay'un ujab. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anasema hii ndiyo siri ya maarifa ya makafiri kwenye maana ya la ilaha illa Allah. Yani haya maneno ndiyo yanayotupa sisi picha ya kwamba wale ahlul jahiliya waliokuwa zama za mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanaelewa maana ya la ilaha illa Allah. Ni hii ndo maana ya la ilaha illa Allah, lakini wao wenyewe wanayo makusudio yao maalumu. Wanaposema muabudiwa, wao wanamkusudia yoyote yule, awe mti, awe wali, awe malaika, awe nini, jiwe, wanamkusudia ndo huyo. Lakini wakiwa wanakiri kwamba aliyeviumba vyote, anayeviruzuku vyote ni mmoja tu, wa huwa al-khaliqu ar-raziq. Sheikh akasema fa idha arafta, pindi sasa ukijua wewe mwanafunzi, ewe at-tauhidi, mtu wa tauhidi, ukijua hivyo, anna juhala al-kuffar, kwamba wale wajinga wa kikafiri, yaarifuna dhalika, wana maarifa ya hilo. Ikiwa utajua hivyo, falajabu, basi cha kustaajabisha, mimman yadda'i al-islami, ni kwa wale wanaodai Uislamu, wa huwa la yaarifu, na hali ya kuwa hajui
tafsiri hadhihi alkalimati, ufafanuzi na uwazi wa neno hili la la ilaha illa Allah, ma arafahu, kiwango alichokijua juhalul kufari, wajinga wa kikafiri. Hili ni jambo la kustaajabisha. Yani katika mambo ya kustaajabisha ni makufari majuhal kujua hiyo maana ya la ilaha illa Allah, kisha kuna mtu ambaye ni Musa, Ali, Rashidi, kadha, Aisha, fulani, Muislamu. Sasa yeye ambaye amezaliwa kwenye Uislamu na anafanya ibada, akawa hajui ufafanuzi wa maana ya la ilaha illa Allah. Hili ni jambo la kustaajabisha sana, ni jambo linaingia kwenye masikio, linatokea huku kwamba halitulizani kwenye akili. Kaifa ni hadha almuslim, inakuwaje kwa huyu Muislamu, familia yake, wazazi wake, kasoma madrasa mbele ya mashehe zake, mbele ya walimu wake, na bali kwenye shahada zake akiswali anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, akitembea anafanya uradi wa la ilaha illa Allah, kisha wakati huo huo hajui maana ya la ilaha illa Allah. Hili ni jambo la kustaajabisha sana, ni jambo la kustaajabisha. Bali utamkuta huyo Muislamu anadhania anna dhalika, kwamba maana ya hiyo la ilaha illa Allah huwa talaffudhu bihurufiha, ni kutamka tu kwa herufi yake, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Akawa nadhania kwamba ukijua maana ya la ilaha illa Allah ni kulitamka tu lile neno na herufi zake, min ghairi i'tiqadi alqalbi, basi na kuitakidi moyoni, li shay'in min almaani, wa kitu chochote katika maana, basi na kuitakidi kitu chochote, li shay'in min almaani, wa chochote katika maana. Yani wewe sema tu basi ndo la ilaha illa Allah, ukisha sema tu khalas intaha amr, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, khalas ushajua, ushakuwa unamjua Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya kuitakidi kwenye moyo muraduha, makusudio na maana ya la ilaha illa Allah. Hili sio jambo lako, sio jambo lako la muhimu. Shaka nasema sasa, walhadhiqu minhu, sasa katika hao waislamu wanaodai uislamu, walhadhiqu, na mwerevu. Alhadhiq ni mtu ambaye insano hadhiq, mwerevu, mwenye akili. Minhum, kati ya hao, miongoni mwao hao waislamu, ni yule ambaye yadhunnu, utamkuta sasa eti yeye ndiye anadhania anna maanaha, kwamba maana ya la ilaha illa Allah maana yake ni la yakhluq, haumbi, wala yarzuq, wala haruzuku illa Allah, isipokuwa Allah, wala yudabbiru al-amra, wala hayaendeshi majambo illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali qadirun ala al-ikhtira'i illa Allah, kwamba kafikia kusema muweza wa kuanzisha hakuna isipokuwa Allah. Kaitakidi hivi, hakuna chochote kinachoweza kukianzisha, mwenye kukianzisha isipokuwa Allah. Hiyo ndio maana la ilaha illa Allah. Wala muhi illa Allah, na hakuna mwenye kuleta uhai isipokuwa Allah, na hakuna mwenye kuleta umauti isipokuwa Allah. Huyu sasa ndio ule mwerevu wa Kiislamu. Namuuliza, nini maana ya la ilaha illa Allah shehe? Nasema maana la ilaha illa Allah, hakuna muumbaji isipokuwa Allah, hakuna mwenye kuruzuku isipokuwa Allah, hakuna mwenye kuleta uhai, hakuna mwenye kufisha, hakuna mwenye kuumba vitu isipokuwa Allah. Huyu sasa ndio yule al-hadhiq, mwerevu, mwenye akili. Sasa tunaweza tukamsema kwamba ni mtu ambaye kasoma sasa kwa mashaikhi, kwa walimu zake, akawa anadadavua neno la ilaha illa Allah kwamba maana yake ni fala khaira fi rajulin, hakuna kheri kwa mtu, juhalul kufari, wajinga wa kikafiri, a'lamu minhu, wanajua zaidi kuliko yeye, bimaana la ilaha illa Allah, kwenye maana la ilaha illa Allah. Fala khaira fi, hakuna kheri kwa mtu ambaye ni Muislamu, hakuna kheri kwa mtu ambaye ni Muislamu, wajinga wa kikufari wanajua makusudio la ilaha illa Allah kuliko wewe Muislamu mwenyewe.
hakuna kheri inayoweza kutarajiwa kwako wewe, hakuna zuri linaloweza kutarajiwa kwako wewe. Fala khaira fi rajulin yuhalu al-kuffari a'lamu minhu bimaana la ilaha illa Allah. Tunaweza tukasema naam, jaiz lilkufari an ya'rifu ashya'a, tunasema inawezekana, inafaa kwa makufari wakajua baadhi ya vitu zaidi kuliko sisi. Naam, sahihi, wakajua masaili ya kidunia na vinginevyo wakaweza kuwa navielewa, lakini mahama yako vyote takavyokuwa, laisa min sha'ni almuslim, si katika jambo la muislamu kushindwa kumjua Mola wake subhanahu wa ta'ala, kushindwa kulielewa neno la ilaha illa Allah. Hili ni katika maajabu na katika mambo yenye kusikitisha kwa muislamu huyu, ni katika mambo ambayo yanasikitisha, kwa sababu la ilaha illa Allah ni sia kwetu sisi waislamu. Sisi tunaitakidi la ilaha illa Allah, sio haula, sio hao. Iweje hiyo maana la ilaha illa Allah? Wao ndio waijue zaidi kuliko sisi. Baada ya kumaliza haya maneno, al-Imam al-Mujaddid hapa katika haya maneno yote qaada lana qaida, hapa ametupa kanuni katika maelezo yote tuliyosoma. Kanuni yenyewe inasema ya kwamba juhalul kuffari a'lamu bimaana la ilaha illa Allah min alhudhaqi min almuslimin. Ndio maana kutoka kanuni yetu aliyoileta kwenye hichi kipengele, juhalul kuffari, wajinga wa kikafiri, a'lamu bimaana la ilaha illa Allah, wana elimu, wana au a'rafu, wanajua zaidi maana ya la ilaha illa Allah min alhudhaqi min almuslimin, kuliko werevu katika Waislamu. Ndio kanuni ambayo tumeipata hapa, unaiweka pembeni. Yani wale ambao wanaomwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali makufari, wanaelewa muradi wa la ilaha illa Allah kuliko mahudhaqi min almuslimin, kuliko wale werevu wa Kiislamu. Hii ndio kanuni ambayo maneno yote unaiweka pembeni pale. Thumma qala, kisha akasema Imam al-Mujaddid, idha arafta ma dhakartu laka ma'rifata qalbin, idha arafta ma dhakartu lak, pindi ukiyajua haya. La, afwa, kabla ya kuendelea, kanuni ziko mbili. Kanuni ya kwanza ndio hii tumesema, anna juhala al-kufari a'lam wa a'raf bimaana la ilaha illa Allah min al-hudhaqi min al-muslimin, wajinga katika makufari wanajua zaidi, wanafahamu zaidi maana ya la ilaha illa Allah kuliko nani? Werevu katika Uislamu. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili, la yajuzu at-taqlid fi mas'alati at-tauhid, la yajuzu at-taqlid fi mas'alati at-tauhid. Kanuni ya pili, la yajuzu at-taqlid fi mas'alati at-tauhid. At-taqlid ni kuiga, Kiswahili nasema kuiga au kufuata kimkumbo mkumbo, yani kufuata kibubusa, ni taqlid. Utokienda huku na unaenda, wakisema hivi na unasema, wakilia na unalia, wakikaa na unakaa, wakitakidi hivi na unaitakidi. Taklidi hiyo ni taklidu a'ma. Sasa kanuni yetu inatuambia hivi, la yajuzu taklid fi mas'alati tauhid, kufuata kwa mkumbo na kibubusa bubusa haijuzu kwenye masala ya nini? Masala tauhid. Yani wewe usibakie muislamu ambaye hujui yanayofungamana na Mola wako, ukawa kazi yako wewe ni kufuata namna watu wanavyosema na wanavyoeneza kwenye dunia hii. Lazima udakik, lazima ufuatilie kwa ndani, kwa sababu sisi wote tutasimama mbele ya Mola wetu furada. Kila mtu atasimama peke yake. Kwa hiyo huyu ambaye atakusimamisha na kukuhoji, wa kulluhum atihi yawma alqiyamati farda,
sote tutakutana na Mola wetu siku ya kiyama mmoja mmoja. Ni lazima umtambue huyu, lazim. Hakuna haja ya kuiga watu hapo kwenye masala ya tauhid, hakuna masala ya kuiga. Na ndio maana wanasema ya kwamba waman qallad, na yeyote atakayeiga na kufuata kimkumbo mkumbo kwenye tauhid, la yanfa'uhu, tauhidi haiwezi kumnufaisha. Tumeelewa jamani? Atakayefuata kimkumbo mkumbo mambo ya Mola wake, huyu huko kufuata kwake hakutomnufaisha. Kwa nini? Kwa hoja ifuatayo. Sasa yani hii kanuni la yajuzu taqlidi fi masala tauhid imetoka kwenye ushahidi wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ifuatayo. Allah subhanahu wa ta'ala aliwalaumu washirikina waliopita, aliwalaumu sana. Allah subhanahu aliwalaumu washirikina waliopita, kuwalaumu kwa maneno makali. Aliwalaumu kwenye nini? Kwenye ile kauli yao ya ushirikina waliokuwa wanaisema, aliwalaumu sana, na ndio maana akaitaja kwenye Qur'ani, na sisi mpaka leo hii tunasoma. Kauli yao ilikuwa nini? Walikuwa wanasema inna wajadna abaana, aya zingine kadhalika yaf'alun, inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Aya iliyofuata wa inna ala atharihim muqtadun, tumewakuta wazee wetu wana huu utaratibu na sisi kwenye huu utaratibu ni wenye kuufuata. Nifahamu ustazi? Aya hii washirikina wanaacha kumwabudu Allah subhana, wanaacha kuyafuata maumbile yao ya jibilia walioumbiwa, wanakwenda kufuata mila na desturi na yale ambayo wameyakuta kwa wazee wao. Kwa hiyo walipoambiwa waache wasiabudu hivyo, wakamwambia sisi tumewakuta, wakawaambia manabii kwamba sisi tumewakuta wazee wetu kwenye nyenendo hizi, bali tumekuta umma wa watu kwenye huu mwenendo, na sisi hatuwezi kuacha huu mwenendo. Wa inna ala atharihim muqtadun, sisi kwenye athari zao ni wenye kufuata. Yani sisi tutakuwa ni wenye kufuata huo mwenendo wao vyovyote itakavyokuwa. Bimaana ni lazima yule ambaye anayetaka kuelewa tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, ajiepushe kabisa na kuigaiga na kufuata kimkumbo mazoea ya watu. Lazima ayafuate na ayatafute mambo kama talibu ilmu, ayatafute mambo kwa dalili, na kama ami wa kawaida basi ayafuate maumbile yake ambayo ameumbwa kwayo. Maumbile yake yanamthibitishia wazi kabisa kwamba yeye ni mja aliyeumbwa na yupo aliyemuumba na anayemruzuku. Kwa hiyo ni kanuni ya pili ambayo tunaivuna hapa kwenye haya maneno yote ambayo al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ameyaleta. Baada ya kuleta haya maneno na hizi kanuni mbili, akaleta baadhi ya tangulizi. Akasema idha arafta ma dhakartu lak, pindi utakapojua haya niliyokutajia, maarifata qalbin, tena utambuzi wa moyoni, utambuzi wa moyoni. Na huu ni utangulizi wa kwanza, huu ni utangulizi wa kwanza. Ukijua haya maarifata qalbi, utambuzi wa moyoni, ukijua haya kwa utambuzi ambao unaotoka moyoni. Al-Imam al-Mujaddid rahimahullah katika kuzikagua ibara, yani katika kule kufuatilia maneno anayoandika, neno maarifa
Tushapita kule nyuma tukaeleza ya kwamba maarifa na ilmu ni maneno mawili tofauti ni Kiarabu, lakini na kwa mujibu wa nusus. Sasa utofauti unakuja kwenye mambo mbalimbali. Miongoni mwa sehemu hizo ni kwa wale ambao wanaoelezewa, wakiwa wanaoambiwa ni wajuzi, wana ufahamu, basi kulitumia neno ilmu ni afdal kwa wao. Wakiwa wanaoambiwa, wanaoelezewa mambo. Kwa hiyo ukiwaambia mathalan fa idha arafta ma dhakartu laka, fa idha arafta ma dhakartu laka, halafu ukatafuta ibara inayoingiza neno ilmu lilqalbi kwa unaowaambia, wakawa ni watu watambuzi, wanauelewa, wanaofahamu, neno hili ukilitumia kwa wao linastahiki kabisa. Neno maarifa ukilichukua utaliona ndani ya Qur'ani limetamkwa, lakini ndani yake kana kwamba linatiwa dosari na kuingiziwa baadhi ya kasoro, na hilo limekuja kutokamana nani? Man yukhatabun, wanaoambiwa. Ndio maana ibara zinakuja hivi, wale wanaoambiwa na kuelezewa wale, ndio maana ibara zinakuja kwa wao. Yaarifuna ni'mat Allahi thumma yunkiruna, wakimzungumzia pia Mtume sallallahu alayhi wasallam Yahudi, wanamjua Mtume sallallahu alayhi wasallam kama yaarifuna abnaahum, na zinginezo katika neno maana ya yaarifun. Sasa al-Imam al-Mujaddid alipolitumia hili neno hapa, sasa amelileta kwenye manzila ya kwamba wale anaowasemesha ni watu bado hawajafikia kiwango cha juu kujua maana ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo ibara inayowatosha kwa wao ni ibara ya kusema nini? Maarifa. Tumenifahamu jamani? Yani ibara aliyoitumia yeye hapa ni neno la maarifa, kwa sababu hawa nao wasemesha ni wale majuhali waliokuwa katika zama zake yeye, wasiojua maana ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo neno linalowastahiki wao ni maarifa, lakini neno maarifa na neno ilmu ni maneno tofauti kabisa katika ile mantiki yake. Achili mbali kwenye Kiswahili chetu, ile mantiki yake ya makusudio yake, maneno haya kwenye lugha ya Kiarabu yanatofautiana, na moja ya njia ya utofauti wake unakuja kwenye nini? Man yukhatabun, ni wale wanaoelezewa, wanaoambiwa. Wakiwa ni watu wenye utambuzi wa hali ya juu na ufahamu, basi panastahiki sana kutumia neno ilmu. Idha arafta ma dhakartu laka ma'rifata qalbin, ukiyajua haya niliyokutajia, ma'rifata qalbin, elimu ya moyoni. Ukayajua haya kwa elimu ya moyoni kabisa. Wa arafta shirka billahi, na ukaujua ushirikina wa kumshirikisha Allah, alladhi qala Allahu fihi, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja kwenye Qur'ani, pia ukaujua. Utangulizi wa pili, utangulizi wa kwanza, ukiyajua haya nilokutambulisha huko nyuma kwa elimu ya moyoni. Utangulizi wa pili, wa arafta shirka billah, na ukajua kumshirikisha Allah kukoje, alladhi kumshirikisha ambako qala Allahu fihi, amekusema Allah kwenye Qur'ani, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi la ushirikina, na anasamehe kilicho chini ya huo ushirikina liman yashau, kwa yule mwenye kumtaka. Kielewa haya, ametamka hapa neno ashirku, neno ushirikina, na pia Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
Ashirku ni itikhadhu nid, ni kumfanya mwenza, kufanya kwamba huyu ndiye mwenza wako au wako wa kwenu, mkamfanya kuwa ni mwenza kwenye hawaji zenu, kwenye mambo yenu mbalimbali, mkamfanya huyu ndiye ambaye mwenzetu anayeweza kututatulia mambo yetu na ana uwezo wa kuendesha mambo yetu fulani. Itikhadhu nid, huu ndio ushirikina. Sasa al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala kwenye hii ibara akasema, ulipoutambua ushirikina kwamba ni kumfanya mwenza, kumjalia mwenza, ukawa na mwenza, sio mke, sio mtoto, sio ni ukawa na mwenza katika itikadi yako kwamba huyu anaendesha mambo, anaweza kukusaidia, anaweza kukuondoshea maradhi, anaweza kukuondoshea kadha. Itikhadhu nid, achilia mbali hukumu yake kubwa au sughra, mkubwa au mdogo, achilia mbali ile maana tu la ilaha illa Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu ushirikina kwa sigha ya nakira tu, kwamba hawezi kusamehe kwa sigha kwenye hii aya, sigha ya nakira. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hawezi kusamehe ushirikina. Yaliyo chini ya ushirikina na amma atasamehe. Anaweza mtu kuuliza nakira hapa iko wapi? Atakwambia nakira ipo kwenye hiyo an yushraka, kimasdar munsabiki hapa an yushraka. Hapa kuna masdar ya neno shirku, hapa kuna masdar ya neno shirku, bimaana ushirikina wowote Allah subhanahu wa ta'ala hatoweza kusamehe. Alulama wakaichukua hii aya akasema, kaifa dhalik, inakuwaje kwamba Allah asamehe ushirikina? Vipi hali ya kuwa indana aya, tunayo aya sisi katika suratu Zumari, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah subhanahu anatuambia ni aya hii, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Hakika ya Allah subhanahu anayasamehe madhambi yote, innahu huwal ghafurur rahim. Yaghfiru dhunuba jami'a inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Mbona kama tunashindwa kuelewa? Si ndio hivyo? Aya inasema Allah anasamehe madhambi yote, hapa tena aya inasema Allah hasamehi dhambi la ushirikina. Simnaelewa jamani? Hii ndio hujja kwenye hii aya. Sisi sote hapa tunaamini kwamba Mola wetu ni msamehevu sote, na wakati huo huo tunaamini ya kwamba hakuna dhambi kubwa kama ushirikina. Dhambi hilo Allah halisamehi. Tasema sasa kujibu shubuhai au kujibu utata huu, unasema hivi, faman taba wa aba ila Allah subhanahu wa ta'ala bitawbatin nasuha fa inna Allah yaghfiru bi'i dhanbin, atakayerejea kwa Mola wake akatubia akawa mkweli, Mola wake anamsamehe kwa dhambi lolote lile, hata kama ushirikina. Aya hiyo inasema inna Allah la taqnatu min rahmati inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ndio huko sasa kwenye aya hii imekuja kwa mtu ambaye ametubia madhambi yote. Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Nifahamu jamani? Aya hii ya sura Zumari
inamgusa na kumkusudia yule ambaye amefanya ametubia na kurejea kwa Allah. Huyo ndo anaambiwa inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Kila dhambi ambalo wewe umelifanya ukatubia na ukaweka maazimio na ukasimamia kile ambacho umekiomba kwa Mola wako, inna Allah yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at. Yaqbalu tawbata an ibadihi, anakubali toba kwa waja wake na kusamehe. Tunaifanyia kazi aya hiyo hivyo. Aya hii sasa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lilmusirri, inamhusu yule ambaye ameng'ang'ana kwenye dhambi hilo na hajafanya toba. Mfahamu jamani, yule ambaye hajafanya toba na ameng'ang'ana kuendelea kwenye madhambi na ushirikina huyo hata sujudu mpaka asubuhi. Kwa kuwa hili jambo hajafanyia toba, hili kujiombea msamaha jambo la ushirikina na hajaliacha, Allah hawezi kumsamehe. Kwa hizo ni taamuli baina ayatain hiyo huko na hiyo. Aya hii tunaisoma hapa lileta Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, inamuhusu mtu gani jamani? Nani inamuhusu? Inamuhusu nani? Amani hayupo ali toba. Asante. Hayupo. Unaona alivyokaa, kama amekaa tu kama vile anawaza si ndo mpishi, wewe ndo mpishi kwao. Aya hii inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inamuhusu nani? Ambaye hajafanya toba, yeye musiri kang'ang'ania madhambi, huyo hata afanye jambo gani jema, muda wa kuja kufanya toba wewe, hilo jambo lako wewe fanya utakavyofanya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, muda wa kuja kufanya ushirikina Allah kusamehe, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Haya mengine atasamehe, lakini sio hili dhambi la ushirikina. Latakikana uliletee toba yake rasmi special ya ushirikina. Uganga ule sio nini, utabibu gani ule wa kupangani, uchawi, unatakikana ulete toba yake maalum. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم. وعرفت مقدمة وتات هو مقدمة وبيلي maana yake aliposema وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. maana yake ni kwamba mukadima huu unakuambia ya kwamba pindi utakapoujua ushirikina na sifa zake na hukumu yake na yale ambayo waliokuwa nayo washirikina wa nyuma, pindi utakapoujua ushirikina upande wa ujulisho wake, sifa zake, namna ulivyo ushirikina, hukumu zake au hukumu yake, na ile hali na matendo waliokuwa nayo washirikina huko nyuma, utakapojua hivyo, basi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah samehe dhambi la ushirikina. Wa arafta dina Allah, na mukaddima wa tatu, na pindi ulipojua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi, dini ambayo arsala bihi rusula, dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuma kwa kupitia hiyo dini mitume, min awwalihim, kuanzia mtume wa mwanzo wao, ila akhirihim, mpaka mtume wa mwisho wao. Basi ukijua hivyo dini hiyo kwamba aliipeleka Allah kwa kuwatumilizia mitume, alladhi, dini ambayo la yaqbalu Allahu min ahadin, hakubali Allah kwa yoyote, dinan siwahu, dini isiyokuwa hiyo. Yani baada ya wewe kujua kwamba ushirikina hausamehewi, na wakati huo tena ukajua ya kwamba dini isiyokuwa ya Uislamu, dini hiyo ni ghairu maqbulatin inda Allah, ghairu maqbulatin inda Allah, haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maana yake ukifuata dini nyingine ambayo inakudumbukiza kwenye ushirikina,
tayari dini hiyo ishakutoa kabisa kwenye ladha nzuri ya kufaulu mbele ya Allah. Lakini wakati huo huo, ikiwa wewe ni Muislamu lakini unataamal, unatenda matendo ya kishirikina, ushirikina wako huu ndiyo sababu ya wewe kutokusamehewa madhambi yako. Nani Muislamu? Dhambi lako la ushirikina haliwezi kusamehewa. Lakini pia anatuambia muda wa kuwa wewe ni Muislamu, unafahamu kwamba Uislamu wako ni dini wameleta mitume kuanzia mtume wa mwanzo mpaka wa mwisho, na umefahamu ya kwamba hakuna dini anayoipenda na kuiridhia na kuikubali Allah subhanahu, humshirikishi. Amekufadhilisha Allah subhanahu, unajinyenyekeza kwa kweli na unapiga vita kila aina ya ushirikina, fadhila ya Allah subhanahu, na umekuwa ni Muislamu wa kweli na unautetea Uislamu wako. Hii ni fadhila ya Allah kwa wewe. Faliyafrah, basi wakufurahikia. Kufurahikia maana yake sio sasa kuvunja kanuni, kuvunja baadhi ya mipaka ya Allah. Alfarahu sampuli nyingi sana. Faraha yani furaha si mpaka labda upige nini, si ucheze, ukimbia, upige mayoyo, upige makelele. La, furaha inaweza kuwa tabasamu, kutabasamu. Lakini pia kuitambua neema ya Allah subhanahu, kwamba hii neema amenipa Allah, pia ni furaha. Kwa sababu watu wa Qarun walipomuona Qarun anajigamba kunako mali zake, wakamwambia inna Allah la yuhibbu al-farihin. Yani wao wamepewa neema na Allah ya kumali hizi, tambua kwamba hii neema imetoka kwa Allah, ndio furaha yenyewe, kwa sababu inna Allah la yuhibbu al-farihin. Lakini majigambo na vinginevyo sio furaha namna hiyo. Ala kulli hal, hilo ni jambo la kwanza, faida ya kwanza. Akamaliza akasema wa afadaka aidan, na ukiyajua hayo pia unafaidika pia alkhawf alazima, hofu kubwa. Yani ni lazima na hofu. Hofu kivipi? Naam, mwanadamu Muislamu yaishu tula hayatihi baina janahain. Muislamu kwenye maisha yake anaishi katikati ya mbawa mbili, kama zinavyoitwa na wanawachuoni wa raqaiq, kama katikati ya mbawa mbili, alkhawfu warraja. Alkhawfu warraja. tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Vile vile kwa Zakaria na mama yake, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kwa hiyo Muislamu anakuwa baina ya nini? Ya khawfun wa raja, kati na kati. Kwa hiyo kwenye raja kuna furaha ndani yake. Kwenye raja kuna furaha. Unafurahi wewe kuwa Muislamu, unafurahi wewe haujawa labda Katoliki, hujawa si Mkatonta, hujawa nani, hujawa, unafurahi wewe hujawa ni mwenye kuabudu binadamu mwenzako. Una furaha katika hilo. Una furaha kwamba wewe haumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una furaha kwamba wewe ni mtu ambaye unautukuza Uislamu wako, unajitahidi kudhihirisha matendo ya Uislamu wako. Furaha kwako wewe. Lakini wakati huo huo unahofia matendo yako yasije kuharibika. Unaogopa usije ukakosea. Unaogopa wewe usije ukaingia kwenye zalla, kwa sababu wewe ni mwanadamu ambaye wakati wote tu unaweza ukajikwaa. Vishawishi vya kutoa ni vingi. Kwa hiyo Sheikh anakuambia ufurahi, na pia unapata faida ya kwamba una hofu kwamba kaifa, yani inakuwaje mimi ni furahi wakati wote, wakati natakiwa nimuogope Mola wangu, niofie kwa Mola wangu yawezekana kanikosesha hii neema. Lakini pia vile vile una hofu kwa Allah subhanahu, una hofu pia kwa umma huo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna ambavyo watu wa jahalatun jahala kwenye giza totoro la ushirikina
la uzembe, la ghafla kwenye dini ya Allah subhanahu. Unaogopa kunako huu umma, namna gani utakutana na Mola wake na utasema nini huu umma. Fa innaka idha arafta anna al-insana, na hakika yako wewe utakapojua ya kwamba anna al-insana, haya mambo mawili ambayo unayapata kwenye mukaddima wake. Fa innaka idha arafta, hakika yako wewe pindi utakapojua anna al-insana, kwamba mwanadamu yakfuru bikalimatin, anakufuru kwa kutamka neno moja, yukhrijuha min lisanihi, analolitoa kwenye ulimi wake, waqad yaquluha wa huwa jahilun, na anaweza akalisema na hali ya kuwa jahilun, fala yu'dharu biljahli, basi haupewi udhuru ujinga. Udhuru haupewi kwenye ujinga. Utakapojua kwamba mwanadamu anaweza akakufuru kwa kulitamka neno moja amelitoa kwenye ulimi wake, na anaweza akalitoa hilo neno akiwa ni jahil, basi hapewi udhuru kwa ujinga. Hii ibara, hizi ibara, haya maneno haya tuliyosoma hapa, fa idha arafta al-insana anna al-insana, mpaka mwisho, fala yu'dharu bil jahl. Haya maneno au hii sentesi ni katika sentesi ambayo tu'ina bihi sheikhu rahimahullah, ametiwa dosari Shekhe rahimahullahu ta'ala kwa mujibu wa sentesi hii. Ni watu kwa kuwa wanasoma risala za shekhe na wanafuatilia, na amewaathiri sana na da'wa yake imeenea. Kwa hiyo katika mambo ambayo wamemtani nayo na wamemtia na dosari ni hii ibara. Ibara gani? Kusema shekhe hampi udhuru mtu kwa ujinga. Hapo tu, shekhe hampi udhuru mtu kwa ujinga. Yani wewe si mjinga, shauri lako motoni motoni, ndio maana yake. Wewe si hujui, basi motoni tu, wewe si hujui. Yani maana yake ni kwamba mtu yoyote atakayefikia kufanya ushirikina ala jahli, kwa ujinga, kwa mujibu wa haya maneno ya shekhe, wewe ujinga wako hutoweza kujitetea mbele ya Allah, wewe ni motoni tu, kwa sababu inna Allah la yaghfiru an yushraka. Usije kusema nilikuwa sielewi, sina maarifa. Kwenye hili la kumwabudu Allah subhana, hili halihitaji ujinga. Hapa ukileta ujinga ndani yake, maana yake hakuna udhuru, wewe utaadhibiwa watu. Kwa hiyo zikaruka rudud, maneno chungu mzima ya ahlulzaighi waldalali dhidi sheikhi, dhidi ya Sheikh rahimahullah. Lakini kama unavyofahamu kwamba katika mambo ambayo tunasomeshana mara kwa mara, unapoliona neno la Kiarabu kwa shairi, kwa shekhe au kwa yoyote katika watu wa kheri, ahlus salah, ima kalitamka ima kaliandika, ile neno muda wa kuwa ni mtu ambaye tahsibuhu ala dhali ala alkhairi, unamdhania kwenye kheri, basi neno hilo hatua ya mwanzo kabisa libebe kwenye mahmali iliyokuwa. Narudia tena ya maneno shaya kuyasema, narudia tena, na nimeyasema tulipokuwa tunasoma kitabu cha Matn Ibn Ashir kwenye mukaddima pale. Kwenye ule mukaddima ule wa mwanzo pale kuna maneno yako pale ya aqida ya Ash'ari na fiqh ya Maliki. Pale ile maneno yale tulizungumza na walio kuwepo na ukumbuka. Kitu cha mwanzo
hata Ibn Uthaymeen pia alitaja maneno haya ninayokutajia mimi. Unapoona kwa mtu mwema wa kheri mwenye kujitahidi kwenye kujitoa baadhi ya juhudi ndogo ndogo hizo vijidogo hivyo, kwenye makala yake, kwenye mazungumzo yake, imma muhadhara au khutba au darsa au risala aliyoandika, au kwenye maneno labda ya munakasha kadha, yani maneno yakawa yametia, yani yakaleta tafsiri tofauti, yani yakaeleweka vibaya. Wewe talibu ilmi sasa, wewe mwanafunzi sasa, yale maneno cha mwanzo kabisa yabebe kwenye tafsiri iliyokuwa nzuri kwanza kabisa, kabla ya yote. Bali Imam Ibn Uthaymeen amefikia kusema ya kwamba wenye ilmu wanatakikana wabebane, wadafiiane wao kwa wao, wateteane wao kwa wao. Wenye ilmu, wenye utambuzi wale wateteane wao kwa wao, si mterezo mmoja ukamdondosha kwa mema 40-60 yote leo. Si kukosea kudogo tu pale ukalibeba lile kosa na kulitawanya duniani. Sio maslaki ya talib ilmu. Hizi ni maslaki za ahlu zayghi wa dhalali walizofanyia shekhe kwenye hii ibara kwamba Allah shekhe hatoi udhuru kwa mtu mjinga. Kwa nini mahmali ya mwanzo isiwe haya maneno inabidi tuyadaki? Kwa nini isiwe hivyo? Jahili hawatoi udhuru kwa ujinga, na hali ya kuwa nususi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko nyingi. Miongoni mwa hizo nususi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhalikum sahabi, wale masahaba ambao kanu ahadan bilkufri, walikuwa ni wageni kwenye Uislamu, walipotamka maneno kumwambia Mtume ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin, ewe Mtume tujalie na sisi tuna mti kama huu wa kutundika silaha, na silaha ziwe kali zinapompiga adui, kama mti waliouweka washirikina ule pale. Mtume akamwambia, mmesema maneno mithili aliyoyasema nani? Musa alayhi salam, ij'al lana ilahan kama lahum ahli. Hadithi ya Mtume hajawaambia hawa makafiri, hajawataja kama makafiri tena hawa, kwa sababu neno lao walisema neno la kufuru vile vile walilotamka watu wa Musa. Lakini kwa sababu hao ni ahadi bil kufri, ni wageni kwenye Uislamu, watu wa ukafiri, walibebewa tu maneno yao kwamba hawa wageni hawa, bado mambo ya tauhidi hajakaa kichwani. Kwa nini watu wasibebe mahmali namna hiyo? Tena haswa ikiwa sisi wote ni wanafunzi, au ikiwa sote ni katika da'wa moja, panapotokea zalla yote, cha kwanza ni lazima ufanye mahmali iliyokuwa nzuri. Leo kuna mashekhe humu duniani kwa mazungumzo waliyozungumza wamesema ya kwamba hao mashekhe wanatukana manabii. Kama Sheikh Muhammad Said Raslan alituhumiwa na vijana wa Masri kwa baadhi ya video yake moja alizungumza, kisha wao wakaieneza kwenye tafsiri zao wanazotaka, wakasema katika maikhwani wa ovu makorokoro gani, wakasema mwisho akafikia kusema ni Muhammad Said Raslan kwa sababu amemtukana Nabiullahi Musa. Yale maneno yakamwendea shekhe mpaka alifika kuamua kuzungumzia makanatu Musa fi nafsi, nafasi ya Musa, Nabiullahi Musa fi nafsi.
Kwa nini tuna mahmali za namna hii? Yani kwa nini wewe uwe ni mtu ambaye tabhath aljiyaf? Kwa nini wewe mtu wa hivyo? Hapana, tokea jambo la kwanza fanya tahmili ya katika khairi. Dhannu bil mu'minina khaira. Kwanza muumini mwenzako beba maneno yake kwenye khairi kwanza, ili uweze kuyachekesha vizuri mpaka yafikie kwenye ile hadi ya kwamba ni kweli msomo wake ni huu, ni kweli mtu anatokana huyu, ni kweli huyu ni mzinifu, ni kweli kadha, ni kweli, ufikie huko. Lakini baada ya kuwa umebebea mahmadi ambayo nzuri. Kwa hiyo sasa tutakuja darasa linalofuata, nataka tuzungumze hii kadhia, ni ndefu sio fupi, hii kadhia hii kwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anapotuhumiwa kwamba hatoi udhuru wa ujinga. Nataka niwaeleze kwa ufupi tu kwamba udhuru kwa ujinga maana yake, mtu mjinga akifanya jambo la ushirikina kwa hoja yao, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anasema huyu ni kafiri. Unaelewa? Haiambii kwamba huyu ni mjinga bwana, sio kafiri, muislamu huyu, kwa sababu ni mjinga, elewi. Wao wanasema Sheikh haoni hivyo. Sheikh anaona ukiwa mjinga huwezi ukafanya ushirikina, ukiwa mjinga huwezi ukaabudia mawe. Kitendo cha wewe kuwa mjinga ukaabudia mawe ndiyo sababu hiyo hiyo ya kukaa motoni milele. Kwa Sheikh haoni udhuru wa mtu mjinga, na haya maneno wamemsemea, wamemwekea mdomoni rahimahullah, na kwenye vitabu vyake tutakuja kuona baadhi ya hujja za masaili haya. Wallahu tabaraka wa taala alam. Tuombe Allah subhanahu wa taala التوفيق والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الإخلاص، اللهم إنا نسألك الإخلاص ونعوذ بك من الرياء والسمعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.